Habari gani mwana KUTV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwa KUTV. Wakili msomi kutoka nchini Tanzania ambaye ni Gaston Shundo ametupa good news kwamba wanachama 7 walioshikiliwa kwa kosa la kuchoma moto majengo ya serikali wameachiliwa. Na nukuu chapisho la mwanasheria kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni Gaston Shundo. Gaston Shundo anasema mahakama ya wilaya ya Magu imewaachilia wanachama 7 walioshikiliwa kwa kosa la kuchoma moto majengo ya serikali. Hatimaye, baada ya kusikiliza kesi ya jinai namba 2037 mkwaju mwaka 2026 iliyowakabili Peter Jacobo Msuya na wenzake 6, leo mahakama ya wilaya ya Magu imetoa hukumu na wamekuachilia watuhumiwa wote baada ya kutokuwa na hatia. Washikiliwa hao walishtakiwa kwa madai ya kuchoma moto majengo ya serikali katika vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Awali walishtakiwa kwa kesi ya uhaini ambayo jamhuri wanadai upelelezi unaendelea, lakini baadaye mwaka huu wakafungua nyingine kwa mashtaka ya kudai kuwa watuhumiwa hao pia walichoma moto ofisi za mtendaji wa kata ya Kisesa, mahakama ya mwanzo ya Kisesa na ofisi za katibu tarafa. Katika uamuzi wake, mahakama imesema jamhuri imeshindwa kuthibitisha tuhuma dhidi ya watuhumiwa. Nashukuru mawakili wenzangu ambao tumeshirikiana nao kwenye shauri hili, na washukuru pia kituo cha sheria na haki za binadamu yani LHRC kwa jitihada zao za kuhakikisha watuhumiwa wanakuwa huru. Asante pia wananchi na wanachama ambao kwa namna moja ama nyingine wamesaidia kwa maombi wengine kuja mahakamani. Tunasubiri kuona jamhuri wanaweza nini kuhusu hati nyingine ambayo wanatuhumu kwa kosa la uhaini. Hayo ni maneno kutoka kwa mwanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni Gaston Shundo. Jina langu Diwa KUTV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.